After long negotiation between club to club, after no long negotiation between club to personal, finally Young Africans wamefanikiwa kumpata waliyemhitaji. Mayele mpya ndani ya Yanga tunakwenda kumshuhudia. Kwa nini natumia neno mayele mpya ndani ya Yanga? Ni moja ya wachezaji ambao wana matumaini makubwa ya kuweza kufanya vizuri na kuifanya Yanga ambayo inahitajika kuonekana, basi kuweza kuonekana kwa uridi mkubwa zaidi katika upande huo. Ni nani huyo mayele mpya ambaye kawashangaza walio wengi na ubora mkubwa zaidi ambao pia amezidi kuwa nao? Bwana mwamba anaitwa Laurindro Danielson Aurelio Depu. Utakapopenda utamuita Depu kwa sababu hata mgongoni anaandika jina lake, anaandika Depu, lakini majina yake anaitwa Laurindro Danielson Aurelio Depu, ndio majina yake ambayo wewe kwenye haya yote utakaropenda kumuita basi muite jina hilo. Yanga tayari amekamilisha usajili wa mchezaji huyu ambaye ni namba 9 Laurindro Danielson Aurelio Depu kutokea timu inaitwa Radomiaki Radom ya kutokea pale nchini Poland. Usajili ambao umegharimu kiwango cha milioni 727 katika upande wake. Ni mmoja wa wachezaji ambao wameweka rekodi. Huyu ndiye mchezaji wa pili kusajiliwa kwa pesa nyingi zaidi na Young Africans tangu kuwepo kwa timu hii mnamo mwaka 1935. Usajili wa kwanza ni wa Bara Musa Konta ambao uligusa kwenye 1 bilioni, lakini usajili huu wa Depu umekuja kuwa usajili mwingine ambao umekuja kutikisa wakati Yanga anampata mchezaji huyu. Amekuja kuvunja Stefano Aziz Ki rekodi yake ambayo alisajiliwa within milioni 600 lakini upande huu Depu ni moja matumaini makubwa ya kuweza kuifanya Yanga kufanya makubwa katika upande huo. Ni chaguo la coach Pedro Suarez Goncalves. Amemhitaji kijana mdogo mwenye umri wa miaka 25, raia pale nchini Angola. Amefanya naye kazi zaidi ya miaka 3 ili moja kwa moja aje kuifanya timu yake ya Yanga kufanya vizuri na kufanya makubwa ambayo anaamini ni sehemu ya mtaji mkubwa na timu yake kwenda kunufaika na kila ambacho anaamini ni mtaji mkubwa katika nafasi hiyo. Depu baada ya usajili wake kukamilika, muda huu ninavyozungumza nawe tayari mwamba ametua visiwani Zanzibar. Mechi ya Yanga na Singida hatocheza, lakini mechi ya fainali kuna uwezekano tukamtazama akiwa anapata nafasi ya kucheza. Obviously nakupa kama siri, kwa mjibu wa Kamwe, taarifa za ndani kabisa kwenye chimbo letu kaweka wazi zaidi kwamba mechi ya fainali Yanga kama wakifika hatua hiyo ya NMB Mapinduzi Cup finali kucheza dhidi ya Azam, hili ni baraa jipya ambalo litaanza kuonekana katika mechi hii. Boyeri ameondoshwa, then Depu ameweza kuingia, na ndio maana utashangaa kwa nini Yanga waliweza kumtema Boyeri wakati ambao walikuwa hawajakamilisha usajili wa mshambuliaji mwingine. Lakini Yanga wameamini uwezo wa Depu ni moja ya wachezaji ambao wana uwezo kuvalia kitu cha ziada na kuifanya timu kuwa katika top performance ya hali ya juu, ikiwa priority ya mwalimu. Ameiamini safu ya ushambuliaji ya Yanga kwamba ikimpata msaji mwenye karba Depu kuna kitu cha ziada ambacho anakuja kugain na kuongeza katika nafasi hiyo. So Yanga na Depu ni pete na kidole, tayari mambo yao yote yapo bu, na hapa tunachosubiri ni mwamba kucheza mechi ya kwanza upande wa Yanga kama atakufika katika hatua finali katika michuano hii ya NMB Mapinduzi Cup. Hii ni Sky Media, chaguo la wengi na sehemu ambayo unahabarika na kuzipata taarifa zote kwa kina. Kama ni mara yako ya kwanza, ni kuombe uweze kusubscribe ili uweze kuzidi kunufaika na taarifa zote za kimichezo zaidi. Familia, sehemu ambayo tunagusia na kutazama taarifa zote kwa kina. Lakini pia taarifa ambayo pia mwana michezo kuambatana kwa Depu ndani ya Yanga kutua kwake. Huyu ni mchezaji ambaye ukimtazama rekodi zake ziko hivi. Kwa 2024 yeye aliibuka kama top scorer katika michuano ya Kosafa, ile yale mataifa ya ukanda wa kusini mwa Afrika, akina Afrika Kusini, akina Botswana, akina Swaziland, mataifa ya namna hiyo. Aliibuka na kama top scorer akifunga mabao 5 kwenye michuano hiyo. Lakini msimu jana kwa maana 2025 kwenye michuano ya Kosafa, yeye pia aliibuka kama mfungaji bora na pia akaibuka kama mshambuliaji bora baada ya kufunga mabao 8
alifunga mabao 8 katika michuano hiyo pia ya Kosafa, akiwa na huyu kocha wa Yanga coach Pedro Suarez. That why kwa nini anamlilia, anaamini huu ni mtaji mkubwa anao kwenda kupata katika safu ya ushambuliaji. Huyu ni mchezaji ambaye anahitaji nafasi 1 au 2 kuweza kukuadhibu, na huyu sio mchezaji ambaye anacheza kama akina Yipe, sio anacheza kama akina Marco Sapong, sio anacheza kama akina David Moringa. Huyu anacheza kama Mayere, anacheza namba 7, ikishindikana kuna wakati anatokea namba 11, ikishindikana kuna wakati tunamkuta amesimama kama namba 9. Huyu mwamba ni bara jipya linatua katika upande wa NBC na michuano yote ambayo wanashiriki. So tathmini ya kile ambacho kipo kwa Depu, tayari mashine imetua katika upande wa Young Africans na takwimu zake zinaonyesha kama ambavyo nimeweza kutajia. Unamuona wapi Depu ndani ya Yanga? Kikubwa ni comment yako. Hii ni Sky Media, lakini nikuombe uweze kusubscribe ili unufaike na kupata taarifa zote. Una nafasi pia kulike, kushare na pia una nafasi ya kuweza kucomment katika ufanisi na ubora mkubwa zaidi. Tukutane wakati mwingine.